Nishati ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu Wizara ya Nishati tunaunga mkono jitihada za serikali kusogeza huduma za bidhaa hizi muhimu kwa wananchi na hususan vijijini. Mikopo hii nafuu inaongeza fursa za uwekezaji vijijini na inalenga kuwawezesha wananchi kujenga na kuendesha vituo vidogo vidogo vya mafuta. Tunaongelea mafuta ya petroli, dizeli, lakini mafuta ya taa vinavyokidhi vigezo na viwango vya usalama na ubora. Kupitia mradi huu, ndugu wananchi, tunatarajia kuongeza upatikanaji wa mafuta katika maeneo ambayo awali wananchi walazimika kusafiri umbali mrefu kupata huduma hiyo. Hii itapunguza gharama za usafirishaji pamoja na kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Hatua hii ya serikali kuhakikisha kwamba inawawezesha wananchi wajasiriamali wadogo wadogo kujenga vituo, sio tu itawapa nafuu wa bei na upatikanaji, lakini kwa vile katika hali ya usalama vile vile ni kwamba sasa tunakwenda kuondoa hilo tatizo la wananchi kuweka mafuta majumbani mwao, ambapo mara nyingi inapelekea kutokea ajali kama ambazo nimesema. Tumeuzindua rasmi mfumo wa kuwezesha wananchi kuwa wafanya biashara na kupeleka huduma bora za mafuta vijijini. Wengi tumezoea kuita mafuta ya magari, ndio tunatambua kirahisi, lakini ni petroli na diesel. Na kwa nini tumeamua kuingia huko wakati tayari hiyo sekta inawafanya biashara wakubwa na wenye uwezo? Ukweli tunafahamu vituo vingi vya mafuta vilivyokuwepo sasa viko kwenye maeneo ambayo biashara inalipa zaidi. Kwenye jiji kama la Dar es Salaam kuna vituo vingi sana kwa namba. Lakini je, hiyo ndio hali ilivyo kwa wananchi wenzetu wanaoishi vijijini? Jibu lake hapana. Kule watu aidha hawana mafuta kabisa, inabidi watembee umbali mrefu kutafuta mafuta, au wanaenda kupata huduma kwa watu wanaouza mafuta kwenye vifaa ambavyo havikidhi ubora na usalama wa biashara yenyewe, na aghalabu wanatumia chupa za mafuta na magaloni ya plastic. Sasa hii ni changamoto kubwa. Kuna changamoto ya gharama kwa maana ya usafiri, lakini kuna changamoto za kiusalama. Tuliwahi kuona hata kwenye television maeneo kadhaa wale wakishauza jioni wanapeleka kuhifadhi yale mafuta yakiwa kwenye madumu ya plastic kwenye maeneo yao ya nyumbani, na kuna majanga yanatokea. Lakini vile vile usafi wa mafuta yenyewe, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni changamoto. Kwa hili likatusukuma REA, tulivyoona kwamba liko ndani ya wajibu wetu, tukasema hapana, ngoje sasa twende tukamilishe safari. Umeme, nishati ya kupikia na mafuta tunaenda. Na kama itatokea nishati nyingine ambayo ipo katika nishati ya kisasa, salama na inahitajika na wananchi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, sisi tuko tayari kupokea maagizo ya wizara na tutaenda kufanya huo mradi. Kwa hiyo kwa ufupi ni mradi ambao unaenda kuleta mapinduzi makubwa sana kule vijijini. Kwetu sisi hili ni jambo ambalo tutaendelea kusimamia kuhakikisha mradi unafanikiwa. Sisi kama wakala tumeshapokea maombi 258. Lakini katika hayo maombi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza mpaka sasa kufanikiwa kupata hizi kampuni na waendezaji binafsi 8 ambao tunasaini nao mikataba leo. Lakini nje ya hapo ipo miradi 10 ambayo tayari iko benki kwa ajili ya kufanyiwa tathmini za kifedha. Lakini pia tunapoongea hapa tunaendelea na kupitia nyaraka nyingine ambazo tunapokea, kwa sababu hii tunapitia mara kwa mara kulingana na jinsi tunavyopokea maombi, na dirisha hili liko wazi. Kwa hiyo kama hata una ndugu yako, waambie kwamba dirisha liko wazi, hatufungi, kwa sababu mahitaji ya hii nishati maeneo ya vijijini ni makubwa sana. Tunategemea kwamba mikataba itakayosainiwa leo kwa waendezaji wa miradi yetu itakuwa na thamani ya bilioni 1.048, lakini tukibahatika wale waliowasilishwa azania wakapita kwa maana ya kwamba ya kukidhi vigezo, tunategemea ndani ya muda mfupi tutakuwa na waendelezaji kama 18 kupitia benki kama watakizi vigezo, ambavyo tutatumia karibia bilioni 2. Tunatarajia kuona manufaa makubwa katika jamii. Vituo hivi vitasaidia kurahisisha upatikanaji wa mafuta kwa wananchi, wakulima, wafanyabiashara na watoa huduma za usafiri. Vile vile uwekezaji huu una nafasi ya kuchochea ajira, kuongeza mzunguko wa biashara na kuimarisha shughuli za uzalishaji vijijini. Tunaomba pia wanufaika wa mikopo hii kuitumia fursa hii kwa uadilifu na uwajibikaji.
Mikopo ni nyenzo ya kujenga biashara endelevu, hivyo ni muhimu kuhakikisha fedha zinazopatikana zinaelekezwa katika malengo yaliyokusudiwa. Biashara zinasimamiwa kwa weledi na marejesho yanafanyika kwa wakati ili kuwezesha mpango huu kuwa endelevu na kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tunaahidi kufanya marejesho kikamilifu kwa faida ya wakopaji wengine, na tayari leo hii tumeshaunda grupu letu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya mazingatio ya maelekezo yote yaliyotolewa katika kuzingatia mikopo hii, na tunaahidi kutumia mikopo hii kwenye malengo yaliyokusudiwa.